kukopa sio kwa personal finance kwamba mtu usikope sana, au kwenye corporate finance kwamba usiwe na high level ya gearing. Hata kwa serikali haitaki kuwa na leverage kubwa. Kwa hiyo kipimo kinapimwaje? Ndio hicho ambacho walikuwa na kipima jana. Kwa 91 au 91 au 97. Hiyo ni stahimilivu kwa sababu ni 41%. Ila ndani ya hiyo 91 kuna external debt. Afia 67 ya ile deni ni external debt. Sasa na hilo external debt na yenyewe inabidi uiangalie in isolation. Mbona nafikiri kwa ni 23 ya GDP. Figure nitaiconfirm sasa hivi. Ambayo threshold ni 40%. Tukifikia 40% ya external debt, hiyo inaweza ikawa hatari. Kwa upande wa madeni wameonyesha hicho kitu, lakini overall wakawa wanaonyesha kwamba kumeendelea kuwa na improvement kwenye finances za serikali, lakini bado kuna sehemu kubwa sana ambayo wanatakiwa kurekebisha, kwa sababu kutakapokuwa na indiscipline kwenye huo upande wa public finance ndio inaweza ikapelekea mfumuko wa bei, na mfumuko wa bei una affect moja kwa moja my savings, kitu ninachowekeza. Kwa hiyo kinakuwa affected kutoka kule kwenye public sector kama hakuna nani nzuri. Akaonyesha revenue collection ambako bado anaendelea kukusanya, wanajitahidi kuongeza kasi ya kukusanya kodi. Na kama unakumbuka, sijui kama ulikuwa umeshatoka huko shule, wakati Nyerere anaandika vitabu anaanza kusema kwamba nchi isiyokusanya serikali isiyokusanya kodi ni mufilisi. Kwa ni kauli moja kali sana kwamba tax revenue, kama serikali haiwezi kukusanya kodi, na yenyewe inaweza inaelekea kubaya. Lakini so far report alionyesha CAG wetu inaonekana kwamba kuna improvement kubwa sana kwenye kukusanya kodi. Japo report ilikuwa inaishia 2024 June, lakini at least inajaribu kutoa mwanga kwamba behavior ya huko ikoje. Na kitu kingine cha msingi ni kwamba madeni kama haya ambayo tunakopa yanaweza asiwe na tatizo kama yakiendelea kuwekezwa kwenye kupanua ile national cake, kwamba unakopa kujenga SGR ifike kanda ya Ziwa, ifike Burundi, unakopa kuzalisha umeme, akisha umeme umezalishwa ili ongeze production ya ndani ya nchi. Kwa hiyo matokeo yake uzalishaji ukiongezeka, huko mbele madeni tutaweza kulipa kirahisi, na ile percentage itakuwa inapungua kwa sababu GDP itakuwa inaongezeka. Kwa hiyo tunabaki kwenye kiwango ambacho ni stahimilivu. Kwa hiyo ndio nilitaka kuongezea kwenye upande wa CAG report yake.